Yes, mambo vipi? Bwana, tunakutana tena katika jukwaa letu la Mzinga Sports. Na leo tunakwenda kuangalia baadhi ya nyota kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Hii ni segment maalum. Tutakuwa tukiangalia nyota gani ambao wamefanya vizuri katika siku zilizopita katika msimu huu kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Ikumbukwe duru la kwanza Simba alipoteana bao 1-0, bao la kujifunga la Kelvin Kijiri. Lakini leo ni siku ambayo tunakwenda kuangalia hao nyota mmoja ambao wamefanya vizuri dabi ya Kariakoo katika hatua ya pili, mzunguko wa pili la ligi kuu ya NBC. Sasa kuelekea katika mchezo huu, timu hizi mbili Simba na Yanga tayari zimeshacheza mechi zao za mwisho kuelekea katika mechi. Tayari Yanga walishamfunga Pamba Jiji mabao 3-0 uwanja wa CCM Kirumba pale jijini Mwanza. Na katika jiji jingine la Arusha, Simba alimnyuka Coastal Union Mangush mabao 3-0. Kule Stefan Aziziki aliwaka Mwanza, lakini huku Arusha aliyewaka ni Steven Dese Mukwala. Sasa kuelekea katika Kariakoo dabi, moja ya dabi kubwa Afrika, na ni dabi ambayo inapishana maono na watu mbalimbali. Vyanzo mbalimbali vinahitaja kwa aina yake kwamba hii dabi ni namba ngapi, ni kutokana na mtu na anachokiona. Lakini kwangu mimi dabi nambari 1 Afrika ni dabi ya Casablanca inayohusisha Wydad Athletic Club na Raja Athletic Club, au Raja na Wydad Casablanca za Morocco. Na wapo ambao wanasema dabi bora kwa maana ya atmosphere ya mashabiki, wanataja dabi fulani. Wapo wanaosema kwamba dabi bora kwa maana ya kile tunachokiona kwenye dakika 90, wanataja dabi fulani. Lakini kwa mtazamo wangu mimi, namba 2 sijui ni nani, namba 5 sijui ni nani. Nachojua namba 1 ni Casablanca dabi. Nimeona mechi zao kadhaa, mimi itoshe kusema kwamba ile ndio dabi namba 1 Afrika. Na wewe kwenye comments unaweza kutoa comment yako, dabi ipi unaiona nambari 1 Afrika. Sasa tunakwenda kuangalia nyota mbalimbali, na leo tunaanza na nyota wa kimataifa wa Uganda, Mr. Hat-Trick, mchezaji ambaye kaperform vizuri zaidi kwenye raundi hii ya mwisho kwa miamba hii miwili kuelekea katika dabi ya Kariakoo. Huyu ni Steven Mukwala. Hapo katikati kuna Dese. Kuna watu wanadhani ili Dese ni jina la utani, lakini ni jina lake ni Steven Dese Mukwala. Bila kupoteza muda, huyu ni nyota kimataifa wa Uganda, na asili yake alikotoka, alitokea kwenye Masaza Cup. Yaani Masaza Cup ni ligi ya mtaani, na organize timu za mtaani ambazo sio rasmi zile zinazoshiriki ligi kuu. Timu za mtaani, yani kimazingira ya Tanzania kama Ndondo Cup, platform ya Ndondo Cup ndo Masaza Cup kwa maana ya Uganda. Sasa michuano hii ilianzishwa mwaka 2016, na Dese Mukwala ndani ya msimu huo aliperform vibaya mno, au aliperform vizuri sana. Sasa katika performance nzuri ambayo alionyesha katika mchezo wa finali, mgeni rasmi wa tournament ya Masaza alikuwa ni Dr. Lawrence Mulindwa, ambaye alikuwa rais wa shirikisho la soka la Uganda, FUFA. Na kabla ya kuja huyu wa sasa hivi Engineer Hashim Magogo, alikuwa Lawrence Mulindwa ndo mwenyekiti. Lawrence Mulindwa ndio mmiliki wa klabu ya Vipers. Yes, klabu ya Vipers ya pale Uganda. Sasa Mulindwa alivutiwa na performance nzuri ya Steven Dese Mukwala, hivyo akamchukua kutoka kwenye Ndondo na kumleta katika kikosi cha Vipers. Sasa Vipers jina la utani najiita Venoms. Ilikuwa ni msimu mwaka 2017-18. Huu ndo msimu wake wa kwanza kucheza ligi kuu baada ya kuchukuliwa msimu mwaka 2016. Ndani ya msimu huu hakufanikiwa kuwa na kiwango bora, na hata kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha Vipers ilikuwa ngumu. Na ikumbukwe alisajiliwa kwa mkataba wa miaka 3 kutumikia Vipers. Kwa hiyo msimu wake wa kwanza mambo yalienda ovyo. Msimu wa pili 2018-19 mambo yakaenda tofauti pia, hakuwa anapata nafasi. Of course chaguo la kwanza lilikuwa ni Tito Okello. Huyu watu wengi tunaweza tukamfahamu kwa sababu alikuwa anacheza kwenye kikosi cha Mbeya City. Huyu ana uraia wa Uganda na Sudani Kusini.
Mara ya mwisho Tito Okello msimu uliopita alikuwa katika ligi kuu ya Kenya. Sijui kama msimu huu bado yuko Kenya au ameshaondoka. Jamaa fulani hivi mrefu, ana rasta za kutosha. So Tito Okello ndo alikuwa kipenzi cha kocha kwa wakati ule. So Stephen Dese Mukwala contract yake ya miaka 3 ilikuwa, wa kwanza umeshaondoka, wa pili umeondoka, mkataba wake wa mwisho ni 2019 2020. Sasa huu mkataba wa mwisho, klabu zetu za Kiafrika zina kawaida wanaweza kukupa mkataba wa miaka 2 au 3 au 4 whatever. Lakini ukiona msimu wako wa mwisho wanakutoa kwa mkopo uende timu nyingine, maana yake umeshindwa kuwashawishi, hivyo inakuwa kama njia ya kukuaga. Kwa hiyo Dese Mukwala msimu wake wa mwisho ilikuwa kama wanamuaga, wakamtoa kwa mkopo kumpeleka katika klabu ya Maroons ya pale Uganda. Akiwa na Maroons msimu wake huu alifunga mabao 13 goals ndani ya msimu wake wa kwanza. Na ukumbuke msimu huu Maroons licha ya Dese Mukwala kufunga mabao 13 walishuka daraja kwenda ligi ya chini. Sasa msimu huu Dese Mukwala alikuwa top scorer wa ligi kuu ya Uganda. So licha ya Maroons kushuka daraja, licha ya yeye kuwa ndo msimu wake wa mwisho kiwa na Vipers anacheza kwa mkopo Maroons, lakini alifanikiwa kuibuka top scorer akifunga mabao 13. Na msimu uliofuata sasa, msimu mwaka 2020-2021, hapa alikuwa free agent. Maana yake amemaliza mkataba na Vipers na Maroons wameshashuka daraja. Kwa hiyo alikuwa mchezaji huru. Timu mbalimbali zilimhitaji wakiwemo wenyewe Vipers, wakataka kumbakisha endelea kuongeza mkataba mwingine kwenye kikosi cha Vipers. Dese Mukwala akakataa na kuondoka kujiunga na klabu ya URA. Alikuwa akihitajika na Vipers, KCCA, lakini URA ndo akanasa huduma yake. Hii ni mamlaka ya kukusanyaji mapato ya Uganda, Uganda Revenue Authority, mazingira ya Tanzania kama TRA. Ndani ya msimu wake huu wa 2020-2021, Stephen Dese Mukwala alifunga mabao 14. Mabao 14 haya yalimfanya kuibuka tena top scorer wa msimu. Kwa hiyo Dese Mukwala alikuwa mfungaji bora katika misimu miwili akiwa na klabu mbili tofauti. Hapa sasa ikumbukwe URA walimpa mkataba wa miaka 2 Dese Mukwala. Kwa hiyo huu ulikuwa ndio msimu wake wa kwanza, kashafunga mabao 14 tayari. Msimu wake wa pili ulikuwa 2021-2022. Hebu 20 hii mbili niweke vizuri kwa sababu mimi kwenye hesabu sio mzuri sana. 22. Wataalamu wa hesabu wanasema ukiandika tu namba anajua kama wewe hesabu zipo au hakuna. Kwa hiyo katika msimu huu Dese Mukwala akiwa ndo anamalizia msimu wake, anamalizia mkataba wake na URA, alifunga jumla ya mabao 13. Mabao 13 haya, hiyo 3 mtanisamehe, nadhani inaeleweka. Mabao 13 haya akiwa na URA hayakumfanya kuwa top scorer, kwa sababu msimu huu ulikuwa mgumu kwake, kwa sababu kulikuwa kuna watu kama 4 hapa juu wamemzidi magoli, akiwemo Seraji Sentamu. Ndio msimu ambao Siza Lobby Manzoki aliyekuwa Vipers alifanya vizuri, alifunga mabao 18. Na baada ya Dese Mukwala kuondoka hapa, wakamleta Fahad Bayo ambaye Dese Mukwala alimgaragaza kwenye kufunga mabao 13 huu msimu. Msimu huu Manzoki ameingia ndani ya Vipers, lakini Dese Mukwala akawa kinara. Msimu uliofuata Dese Mukwala akazidiwa na Siza Lobby Manzoki. Kwa hiyo alifunga tu mabao yake 13. Ukiangalia hii trendi unaona mabao 10 plus. Huyo ni Dese Mukwala, na hii ni kwenye ligi kuu tu. Baada ya hapo mkataba wake umeisha na URA, akanunuliwa na klabu ya Asante Kotoko. Asante Kotoko ya Ghana ni klabu kubwa miongoni mwa klabu kubwa Afrika unapozungumzia GOATs, yani maklabu ambayo ni mazito, yamewahi kufanya mambo makubwa katika bara la Afrika, pamoja na Asante Kotoko. Of course sasa hivi sio ile tunayoifahamu, lakini ndo greatest club of all time
kwenye kandanda ya Ghana. So alipofika Asante Kotoko alifunga mabao 11. Yes, Asante Kotoko maana yake sasa ni msimu wa 2022-23, 11 goals. Umeona, huyo ndo Dese Mukwala. Kotoko alikuwa na mkataba wa miaka 2. Kwa hiyo wa kwanza umeisha hivi. Msimu wa pili uliofuata ulikuwa msimu mwaka 2023-24. Alifunga mabao 14. Hakufanikiwa kuwa top scorer, lakini namba zake zilikuwa zinaonekana. Misimu miwili akifunga mabao 25 akiwa na Asante Kotoko. Performance hii ilikuwa imetosha kuhitajika na klabu mbalimbali za Afrika. Mpaka Simba, klabu ya Simba walipoachana na nyota wao kwa maana ya Paul Marijobe, lakini pia wakawa na mpango kumwacha Fred Kublan, wakawa wanatafuta striker mwingine. Kwa hiyo katika kuangaza huku na huku, wakawa wameangalia namba za nyota mbalimbali Afrika katika ligi mbalimbali Afrika, wakaja kumkuta Steven Dese Mukwala na kumsajili kwenye kikosi cha Wekundu wa Msimbazi. Kwa hiyo hapa akaingia Simba msimu mwaka 2024-25. Sasa katika msimu wake huu akiwa na Simba tayari ameshafunga mabao 8. Kuelekea katika Kariakoo Derby, mechi dhidi ya Coastal Union aliingia akiwa na mabao 5. Baada ya kufunga hat-trick amefika katika mabao 8. Amewakaribia wale vinara wa upatikaji mabao wenye mabao 10. Anadaiwa magoli 2 ili kufikia huko. Huyu ndio Dese Mukwala ambaye anamuumiza kichwa Fadlu Davids, ambaye mara ya kwanza Fadlu alikuwa akimtumia zaidi Lionel Atemba. Na sasa hivi kuelekea katika mechi muhimu Dese Mukwala anafunga hat-trick. Manake kocha anazidi kuumia kichwa. Nianze na nani? Nianze na Atemba au na Dese Mukwala? So mpaka wakati huu Dese amefunga mabao 8. Tafsiri yake ni kwamba apate angalau mabao 3 kwenye msimu huu ili afikie mabao 11. Ndio tunaita 10+, yani ni nyota ambaye amefunga mabao 10+. Sasa tukienda kwenye eneo la hesabu, hapa kwenye misimu hii, kwa maana ya misimu 5, achana na huu maana huwa hujaisha bado, kwenye misimu hii 5 iliyopita hapo nyuma, namba zake zinasemaje? Hapa ana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alikuwa na mabao 15. 15 tutaweka 5 hapa, tutashikia 1. Mimi hesabu hazipo sawa. 10, 20, 30, 40, 50. Na ile 1 inakuwa 65. Kwa hiyo ndani ya misimu 5, 1, 2, 3, 4, 5, amefunga mabao 65 Steven Dese Mukwala. Hizi ni takwimu za mchezaji hatari, kufunga idadi hii ya mabao ndani ya misimu 5. Mabao 65. Mind you, 65 tukiplus na mabao 8 ambayo ameyafunga mpaka sasa hivi. Na hii ni ligi kuu tu. Mabao 8 ambayo ameyafunga sasa hivi. Hapa na hapa tunapata mabao 13. 13 tunaweka 1 yenyewe tunaleta hapa kwenye 6, inakuwa mabao 73 ndani ya msimu wake wa 6. Lakini msimu huu wa 6 bado haujaisha na ndo apate nafasi ya kucheza mara kwa mara. Kwa hiyo amefunga mabao 73 ya top flight ya ligi kuu tangu msimu mwaka 2019 na 20 alipotoka kwenye kikosi cha Maroons. Ameshinda top scorer mara 2 na kufunga jumla ya mabao 73 mpaka tunapozungumza. Huyu ni Steven Dese Mukwala. Kupata namba hizi kwa wachezaji wetu wa East Africa ni takwimu bora. Ni takwimu bora. Na tukija katika table ya kupima kwenye misimu hii, kwa maana ya wachezaji wa East Africa kwa misimu hii, sijui watakuwa wachezaji wangapi ambao wanaweza kufikia hiki ambacho amekifanya Dese Mukwala, kwa maana ya kufunga idadi ya mabao 73 mpaka sasa. Nadhani labda Medi Kagere Mnyarwanda huyu anaweza kawa amemchallenge, anaweza kumchallenge Steven Dese Mukwala, lakini waliobakia simuone kwa haraka. Sasa
akiwa Uganda na timu ya taifa ya Uganda kwa maana ya The Cranes. Mpaka leo kumekuwa na debate kubwa katika timu ya taifa ya Uganda The Cranes. Nyota gani anatakiwa kuanza kati ya hawa wawili? Kumbuka sasa hivi Uganda nyota wao nao wanategemea kama namba 9 ni wawili. Wa kwanza ni Shaban Juma. Ni Shaban Mohamed Shaban, tena sio Shaban Mohamed. Mohamed Shaban. Huyu ametoka KCCA, amecheza Vipers of course. Baada ya kuondoka kwa Dese Mukwala aliingia Vipers, lakini baadaye akaenda kucheza KCCA pia. Aliwahi kwenda pia Raja Casablanca ingaje mambo ya kwenda vizuri. Lakini pia Steven Dese Mukwala. Hawa ndo wachezaji ambao kocha Paul Put amekuwa akiwatumia kama washambuliaji wa mwisho, na hata kwenye kampeni ya AFCON inayokuja unatarajia kuona hawa wanaume wawili wakibadilishana nafasi pale juu. Yupo mwingine Dennis Omedi, lakini Dennis Omedi more winger, wanamtumia zaidi kutokea pembeni. Na huyu ameenda kwenye kikosi cha APR ya Rwanda kwa wakati huu, lakini alikuwa pale Kitara, alikuwa Kitara United ya pale Uganda. So huyu ni Steven Dese Mukwala, anaelekea katika Kariakoo Derby. Itakuwaje? Takwimu zake overall zinatisha, lakini alichokifanya dhidi ya Coastal Union pia kinatishia amani. Hatujui kocha Fadlu Davids atamtumia Steven Dese Mukwala au atamtumia Lionel Ateba. Ni yeye na maamuzi yake na approach husika ya mchezo husika wa derby ya Kariakoo. So huyu ndio Steven Dese Mukwala. Hapana shaka umeenjoy kusikia hiki ambacho amekifanya kwenye wasifu wake na wapi ametoka mpaka alipo hivi leo. Hii ni Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe